kuna watu na kusi mwanangu, Mungu anapokubariki tumia vitu vyako kujenga ufalme wa Mungu. Usitumie vitu vyako kujenga ufalme wa nani jamani? Wa Shetani. Tumia ufalme wako kwa manufaa ya ufalme wa Mungu. Sababu ukitoa sadaka zako kujenga madhabahu ya Mungu, kuwasaidia watu, kuwatia watu moyo, wana uhakika ile neema yako haitakaipotee. Maana kila ukigeuka mbingu inakubariki, watu wanakubariki. Kila ukigeuka mbingu inakubariki, watu wanakubariki. Na ninaona kuna watu Mungu atakwenda kuinua. Haitamaliza mwaka huu, Mungu atakwenda kuinua. Atawainua kwa viwango ambavyo jirani zako watashangaa, rafiki zako watashangaa. Nataka niseme mambo ya Mungu ni sekunde. Kufumba na kufumbua. Raheli aliyekuwa Raheli hatakuwa Raheli wa kawaida. Neema aliyekuwa Neema hatakuwa Neema wa kawaida. Ninatamka kinabii, kufumba na kufumbua. Baraka zako ziko karibu na maisha yako. Ingawa kwa sasa unalia, kuna neema inakuja, kuna neema inakuja. Mambo mwenzako, mambo ya Mungu ni kufumba na yani leo si ajabu unatembea tu hata ujui nchi. Unatembea tu. Wacha wanakuambia short kulia, short kulia. Sema short kulia. Sema short kulia. Short kulia. Unaenda kwenye madeni tu, short kulia. Kwenye madeni, short kulia. Kwenye magonjwa, short kulia. Kwenye kukataliwa, short kulia, huku na huku. Lakini nataka nikwambie, Yesu shujaa amenituma. Tutakapoachilia rehema, shujaa krancha mkuu atasema Raheli, nyuma! Ukigeuka lile boma lote watasema, hivi nani anamimina material pale? Hivi ni nani anaolewa pale? Hivi nani amepita hapa? Yana kwa utapita mbele ya watu, wataparalyze, watashtuka wenyewe. Kuna mtu ukipita mbele ya watu washtuki. Wewe ukipita mbele ya watu wakashtuka. Ukipita mbele ya watu wanasema walikuwa wanapiga story zao, unashangaa nani amekuja? Naomba. Kwa hiyo nikasema, kwa naogopa hata nikasema yule kikuda tutamkuda leo. Yaani wakuogopi. Yule kikuda tutamkuda leo sana sana. Alafu kuna mtu akipita pale, unashangaa kila mtu amekuja, nyamaza. Maziriki yote. Wanajikunyata. Ninakupa upako. Ukipita mahali watu wanyamaze. Ninakutabiria kinabii, ukipita mahali kiatu kiwanyamazishe maadui. Fadhili lako liwanyamazishe maadui. Ifike mahali paka sura iwanyamazishe maadui. Ifike mahali paka mwenendo, ukitembea wanakuangalia mpaka wanadondoka. Angalia mtu amekaa pee. Natamka kila kitu utakachokuwa nacho kiwanyamazishe. La pili, nataka nikuombea upaka ambao hautawajibu kwa maneno, utawajibu kwa matendo. Wanaposema walivyokaa kwenye vikao, waambie sitamjibu mama mkwe, sitamjibu shemeji, nitawajibu kwa matendo. Matendo gani? Wasikie toto. Matendo gani? Wasikie nimenenepa. Matendo gani? Wasikie watoto wanakwenda shule. Matendo gani? Wasikie kong. Alafu wajiulize wapi inafanyika. Ataambiwa kwa Heleni. Heleni ipi? Yule tunayemdai, yule anayedaiwa. Ataambiwa amekilia vitabu vyote, ni juzi tu amekilia. Bwana amepiga gwaride, amesema nyuma, geuka. Aliyekuwa na chawa zimetoka. Aliyekuwa na kunguni zimetoka. Aliyekuwa hadi kuvaa sasa anavaa. Aliyekuwa hadi kusuka sasa anasuka. Aliyeshusha ameinuliwa. Wako wapi watatu wanaopiga kelele? Aliyesemekana hana kazi, watashangaa asubuhi unatoka unakimbia kazini. Mume wako anakimbia kazini. Watoto wakienda kazini watarudi na baraka. Ninatamka gwaride leo litageuka nyuma. Narudia, hautaumia. Kama aliyemkamata mumeo ndio kabisa, nataka afe kabisa. Afe wa paralyze. Paralyze akae hapa asitembee. Aliyekuharibia mahusiano
Jamani, sasa afe, aparalyze au awe mgonjwa? Sasa mnachoona kuna watu wanatumia nyota za watu kufanikiwa kwenye maduka. Yale maduka yataporomoka muda sio mrefu. Watafilisika mpaka watatembea pekupeku. Anayetumia irizi kukamata nyota yako, nataka nikuambia usiogope, don't give up. Haitachukua muda, atadaiwa mpaka atapandisha mikono juu. Aliyedaiwa akakucheka, zamu yao inakuja, watatembea peku. Una imani? Tuombe. Sasa mwambie mwenzako una imani. Mwambie nyumbani kwako sio mbali tukiwa hapa. Mwambie sio mbali tukiwa hapa. Mwambie ardhi yako sio mbali tukiwa hapa. Hebu funga macho, funga macho. Hebu safiri mpaka nyumbani kwako. Kuna mwingine aliacha chungu jikoni. Sinakuona huyo hapo, unawaza hiyo chungu. Hebu angalia hiyo chungu. Kama moto fulani umefufia ule moto. Hebu angalia geti lako ukiwa hapa. Hebu safiri ukiwa hapa. Ondoa mawazo hapa. Hebu safiri mpaka kwenye biashara iliyoharibika. Umepambana nayo wewe. Hebu safiri mpaka kwenye hiyo kikundi. Angalia wanavyokushikia kiuno. Hata sisi hatuna. Mama toa hela. Angalia hiyo kikundi wanavyokushikia viuno. Angalia watu wanakuja na nia njema ya kukusaidia, alafu wanakupa migongo. Angalia tu, angalia. Kila mtu asafiri kila mahali. Angalia vile mifugo umefuga vinakufa. Angalia tu vinavyokufa. Angalia safiri mpaka hapo. Fungua macho. Kama ulivyosafiri tukiwa hapo ukafika mahali tukio lipo, ndivyo tutakavyosafiri muda sio mrefu kupeleka malaika wakabomoe kila kilichoshika vitu vyako. Sema leo moto unawaka. Sema mtu wangu aliyekamatwa leo ataachiliwa. Sema ataachiliwa. Sema nyota yangu lazima ing'ae ili kila baraka ziweze kuniona na kunifikiria na haitaishia njiani. Isaya nimalize 60 mstari wa 11. Nasema malango yangu nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana na usiku, ili watu wapate kuniletea utajiri. Hebu tusome wote ile andiko nafikia mwisho niombe. Sema malango yangu. Kila mtu aseme malango. Kuna hata mtu amekuja short kuliana hata Biblia. Sema malango yangu yawe wazi, hayatafungwa mchana na usiku, ili watu. Sema watu. Kumbe kuna watu wanatakiwa kuleta baraka kwako. Ngoja nikwambie mwanangu, Tanzania tuna watu karibu milioni 70 sasa hivi. Kila anayefungua mlango na kupanda pikipiki, bajaji na kutembea, wote wanawaza maisha. Uongo kweli? Wote wanawaza nini? Nilitoka leo asubuhi saa 11 nikawa nakuja huko kanisani. Nakuta watu saa 10 wako barabarani, wamama, vijana wanatembea. Wanatafuta nini? Maisha. Na maisha ni pesa, na pesa ni makaratasi. Na hizo pesa hautaka uzikute zinatembea na upepo. Ziko kwenye mikono ya nini jamani? Ya watu. Maisha yako iko kwenye mikono ya mtu fulani. Sasa yule mtu, kama umeibiwa kitu cha thamani, kibali kimeibiwa, yule mtu hata kuona. Utakuta ni kama mtu anayetaka kuolewa. Nikutana na mmoja akaniambia, baba nataka kuolewa, lakini cha ajabu wanakuja watu wasiowataka mimi. Wakija wale nao wataka, wanakuja waume za watu. Nimewahi kuona hiyo kitu. Yaani akija kitu unachotaka akija mwingine anakuja mtu wa mtu tofauti. Akija yule ambao unampenda wewe ni mume wa mtu. Au akija ni mke wa mtu. Au unajiuliza nini jamani? Akija yule ambaye sio mume wa mtu, mpendi, una amani naye. Shida ni kwamba mtu wako sahihi kuna mahali amefungiwa. Kwa hiyo unakutana na watu ambao sio sahihi. Okay, kuna watu wanataka kukupa mtaji, lakini hawakupi mtaji kwa sababu kufanikiwa kwako huwezi ukafanikiwa direct kama wewe, au mume wako hawezi kufanikiwa direct kama wewe. Lazima kuna watu Mungu aliwaandaa wao, unapokuja duniani kwamba utakutana nao watakupeleka mpaka mahali fulani. Na ukifika mahali fulani ukishafanikiwa, kuna watu pia Mungu ataleta kwako nao wapeleke mpaka mahali fulani. Sasa wale watu wanazibwa. Na nakuombea Mungu asinue hata ndugu yako wala kaka yako. Ainue mtu tofauti na wakwenu, akubebe katika maisha. Nyota yako ikionekana, kila mtu atafanyaje? Atakutafuta. Sema fire. Sema fire.
Anasema ili wapate kuniletea utajiri na mataifa na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Nataka leo ili leo likatimie kwenye maisha yako.